Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na Marekani kuitishia Iraq na kusema kwamba itaiangamiza endapo itaendelea kushirikiana na Iran hasa katika suala la mafuta na kutokana na ushawishi wa Iran, duru zinaeleza. Onyo hilo ni mfano mbaya kabisa wa kampeni za rais wa Marekani Donald Trump za kuzuia ushawishi wa makundi yenye uhusiano na Iran nchini Iraq. Washington imetishia wanasiasa wakuu wa Iraq kwa vikwazo vinavyolenga taifa la Iraq, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mapato yake muhimu ya mafuta ikiwa makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran yatajumuishwa katika serikali ijayo, vyanzo vinne viliambia shirika la habari la Reuters. Onyo hilo ni mfano tosha kabisa wa kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump katika kuhakikisha mataifa mbalimbali duniani hayashirikiani na Iran. Hata hivyo, inadaiwa kwamba pengine wakati huu ambapo Marekani imejiondoa katika nchi ya Iraq, ni wazi sasa Iran itatumia njia hiyo kushirikiana na Iraq katika masuala ya uuzaji wa mafuta pamoja na mipango mbalimbali, na hivyo Marekani kupitia rais Donald Trump amekataa kata kuona taifa lolote likishirikiana na Iran na kwamba litakumbwa na vikwazo. Lakini amesema endapo kutakuwa na shambulizi dhidi ya Iran, basi Iraq haitapona. Onyo hilo la Marekani limetolewa mara kwa mara katika kipindi cha miezi miwili iliyopita na balozi mdogo wa Marekani mjini Baghdad, Joshua Harris, katika mazungumzo na maafisa wa Iraq na viongozi mashuhuri wa Kishia. Kulingana na maafisa watatu wa Iraq na chanzo kimoja kinachofahamu suala hilo ambalo walizungumza na Reuters kwa habari hii, ujumbe huo uliwasilishwa kwa baadhi ya wakuu wa vikundi vinavyohusishwa na Iran kupitia waamuzi. Walisema Harris na ubalozi hawakujibu maombi ya maoni. Vyanzo viliomba kutotajwa majina ili kujadili majadiliano ya faragha. Inaelezwa kwamba wakati huu mpango wa Marekani ni kuidhoofisha Iran kupitia Iraq, na tangu aingie madarakani mwaka mmoja uliopita, Donald Trump, rais wa Marekani, amechukua hatua ya kuidhoofisha serikali ya Iran, ikiwa ni pamoja na kupitia jirani yake Iraq. Na sasa anasema ikiwa Iraq itaamua kushirikiana moja kwa moja na Iran baada ya majeshi ya Pentagon kuondoka, basi Iraq itakutana na mkono mzito, ambapo Marekani imeendeleza ubabe wake katika ulimwengu, huku ikitoa onyo kwamba inapeleka meli zake za kivita huko Mashariki ya Kati, na ni wazi kwamba mpango ni kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Hata hivyo, katika mapambano dhidi ya Iran inatajwa kwamba kuna uwezekano wa Marekani kuingilia kati pia na kufanya mashambulizi katika taifa la Iraq ambalo linaonekana ni kama mshirika wa karibu wa Iran katika nyakati hizi. Anasema kwamba Iran inaiona Iraq kama muhimu kwa kuweka uchumi wake sawa kutokana na vikwazo, na kwa muda mrefu ilitumia mfumo wa benki wa Baghdad kukwepa vikwazo. Maafisa wa Amerika na Iraq walisema tawala zilizofuata za Marekani zimetaka kuzima mkondo huo wa dola na kuweka vikwazo kwa benki zaidi ya 12 za Iraq katika miaka hivi karibuni katika juhudi za kufanya hivyo. Lakini Washington haijawahi kupunguza mtiririko wa dola kutoka kwa mapato ya mafuta ya Iraq. Mzalishaji mkuu wa OPEC aliyetuma kupitia benki ya hifadhi ya shirikisho la New York hadi benki kuu ya Iraq. Marekani imekuwa na udhibiti kamili wa mapato ya mafuta ya Iraq tangu ilipoivamia nchi hiyo mwaka 2003. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Hii itakusaidia kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.